Priska ni binti wa Kitanzania, binti mrembo. Priska anasema, mimi nimelelewa na bibi yangu. Wanamuita Bibi Priska. Hili ndilo jina lake maarufu sana. Ni bibi maarufu sana sokoni kwenye maeneo nayoishi. Kwa sababu huko yeye hufanya shughuli zake za genge. Ana genge lake Bibi Priska. Anauza nyanya, vitunguu na mboga mboga. Bibi Priska ni bibi yangu wa pekee katika maisha yangu. Mimi ninapouliza kuhusu habari ya mamangu, ninaambiwa habari ya kusikitisha. Priska anasema mamangu alifariki dunia pale tu mimi nilipozaliwa. Naelezwa alipata changamoto ya uzazi. Changamoto hizo hali iliyopeleka umauti wake. Nikabaki na bibi yangu. Na vipi kuhusu babangu? Hili ni swali ambalo niliwahi kumuuliza bibi. Bibi anasema basi angalau hata ningejua hata jina tu. Lakini alizungumza bibi akisema mamako alienda kufanya kazi za ndani huko mkoani. Alipoenda huko baadaye akarejea akiwa mnyonge na alikuwa ni mjamzito. Alikuwa ni mwenye stresi sana. Nilimwahidi kwamba nitakuwa pamoja naye tuutunze ujauzito. Lakini mamako bado alikuwa mnyonge. Maana anavyosema mwanaume ambaye alimpa ujauzito alimkatalia kabisa. Lakini ikawa bahati mbaya alipokuwa akijifungua akapoteza maisha. Kwa hiyo sijui chochote mjukuu wangu. Priska anasema basi haya ndio maisha ambayo tunaishi mimi pamoja na bibi yangu, Bibi Priska. Bibi Priska pamoja na kwamba anafanya shughuli za ujasiriamali mdogo mdogo, lakini amekuwa ni mtu ambaye anatamani kuniona na mimi siku moja na kuwa ni mtu wa mfano wa kuigwa. Amekuwa akinisisitiza sana kuhusu elimu. Amenisomesha Bibi Priska, nimesoma darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Nikafanya vizuri, nikaenda sekondari, nikasoma form 1 na nilipofika form 3, Bibi Priska ambaye ni bibi yangu kipenzi alianza kuugua maradhi hapa na pale. Na ikafika kipindi Bibi Priska akawa hana nguvu kabisa za kwenda gengeni na kufanya shughuli zake. Hii ikafanya mimi niache kwenda shule na mara nyingi nikawa niko gengeni na narejea nyumbani kwa ajili ya kumwangalia Bibi Priska. Hali ya bibi ikazidi kuwa mbaya zaidi na mimi nikashindwa kabisa kwenda kule gengeni. Priska anasema mwisho wa siku tukatumia mtaji wote ukaisha kwa sababu ya kumuuguza bibi ambaye sasa amekuwa mdhaifu na zaidi ugonjwa wa kisukari ndio ulikuwa ukimsumbua sana. Maisha yamekuwa magumu sana. Tafanya nini kwa ajili ya kuendesha maisha? Hakuna mtaji tena. Nifanye nini sasa? Na bibi yangu yupo na maradhi na anahitaji apate matibabu. Priska anasema shule nikaishia hapo. Zaidi nikabaki na muangalia bibi ambaye mara zote alikuwa akisema sasa nitafanyaje? Sasa nitafanyaje? Sasa nitafanyaje mjukuu wangu? Mara zote nilikuwa nikimwambia bibi, wala hata usiwaze bibi. Mimi nitasoma hapo baadaye utakapopona. Na tutakaporudi tena sokoni kufanya shughuli zetu kama kawaida. Ugumu wa maisha ilinipelekea nianze kuomba vibarua kwenye nyumba za watu. Napita kwenye nyumba za watu na kuuliza kama wana nguo naweza nikafua nikapata chochote, nikarudi nyumbani kumpikia bibi akala. Nashukuru. Namshukuru Mungu, maana Mungu yeye huyafanya hayo yote kwa kusudi. Wanasema mlango mmoja unapofunga Mungu hufungua mlango mwingine. Ni kweli, nilianza kupata vibarua vya hapa na pale. Naenda nafua nguo kwa watu, napata chochote narudi nyumbani. Ananiambia njoo tena siku fulani. Nikaanza kufanya hivyo na hiyo ndio ikawa shughuli yangu rasmi ambayo naifanya. Nikatuwezesha mimi pamoja na bibi tukaendesha maisha na hata matibabu ya bibi pia haikuwa changamoto sana. Priska anasema siku zikazidi kwenda nikazidi kujipatia wateja tofauti tofauti ambao mara nyingi nilikuwa nikiwafulia, kuwafanyia usafi na panga nguo ambazo zile zimekauka na kurudi nyumbani. Mama mmoja. Huyu mama yeye yuko na watoto wake lakini wako boarding. Anaishi mwenyewe pamoja na mlinzi getini. Yeye anapenda sana usafi. Aliniambia niwe nakuja kufanya usafi kwa wiki mara moja. Basi nimekuwa nikienda siku ya Ijumaa. Nafika nafanya usafi vizuri kabisa na kumpangia kila kitu. Huyu mama alikuwa akinilipa vizuri sana. Nilimshukuru sana kila siku. Lakini hata kuna muda mwingine anaweza akaenda kufanya shopping ya chakula, akaniambia haya na wewe utachukua huo mchele utaenda nyumbani kula na bibi. Maana nimekuwa nikimuelezea kuhusu maisha ambayo tunaishi mimi na bibi yangu. Kwa hiyo akawa anaguswa na nisaidia. Nakumbuka siku moja akaniambia kuna mteja mmoja pia nataka nikuunganishe naye. Kuna mtu alikuwa akienda kufanya usafi kwao nasikia anawasumbua. Kwa hiyo nitakuunganisha uende ukafanya hapo usafi. Nikamwambia mama asante. Kweli mama huyu
siku moja alinielekeza hiyo nyumba niende. Hapo mimi sina simu, sina chochote. Kwa hiyo nilifika mpaka katika hiyo nyumba ambayo nilielekezwa, mtaa na majina na kila kitu, nikafika mpaka kwenye hiyo nyumba. Priska anasema niligonga, nikafunguliwa na mlinzi na nikaingia, nikajitambulisha kwa huyo mlinzi, akaniambia ndio ni hapa, karibu sana. Basi nikakaribia moja kwa moja, nikagonga, na ndani alitoka mkaka mmoja, mkaka mwenye rangi ya maji ya kunde, mrefu, alikuwa amevalia mavazi inaonekana yuko nyumbani. Akaniambia karibu sana, karibu ingia. Priska anasema nikaingia moja kwa moja, na akaniambia bila shaka wewe ni Priska. Akaniambia mimi naitwa Michael. Karibu sana Priska, naamini umeelekezwa kila kitu kuhusu majukumu yako. Mimi ni mtu ambaye nakuwa niko busy sana, nahitaji mtu serious kweli, mwenye kufanya kazi kweli akimaanisha. Sihitaji mtu mzembe. Hata yule ambaye alikuwepo nilimuondoa kwa sababu alikuwa hafanyi vile ninavyotaka. Nikamwambia ndio, nitafanya kama nilivyoelekezwa. Akaniambia sawa. Basi mimi nimechoka sana, nimetoka safari, naomba nitaendelea kupumzika. Naomba utafanya usafi maeneo mengine, iko ni chafu sana, na sebure pia ni chafu sana. Naomba ufanye usafi mpaka huko vibarazani. Nikamwambia sawa. Huyo kijana alienda zake kulala, nami nikaanza kufanya usafi. Lakini nimemaliza, ningoje nifanye uko usafi chumbani kwake niondoke, akawa hajaamka. Hii kanifanya mimi niendelee kungoja mpaka pale atakapoamka. Na kweli aliamka, akasema kwani unaningoja? Nikamwambia ndio bosi, maana uliniambia unapumzika na baadaye nitamalizia kufanya uko usafi chumbani. Akasema sawa, unaweza ukafanya. Priska anasema wakati huyu mtu anatoka alikuwa tayari kashajiandaa, na akasema mimi naondoka, chukua hela yako kabisa. Na akaniambia njoo baada ya siku 4 tena. Nikamwambia sawa. Alinipa pesa yangu pasipokuwa na usumbufu. Nilifurahi sana. Kazi hizi tunazofanya za kufua nguo kwenye majumba ya watu wengine wanatufanyia dhuluma. Mtu ananunua kama ni maji, au anakupa maji kama hapo nyumbani kwake anapatikana, anakupa nguo zake, ananunua sabuni, unamfulia, unamwanikia, unamfanyia na usafi, unakunja nguo zake, lakini kile kiasi ambacho mmekubaliana hakupi kamili. Anaweza akakupa leo hiki kidogo, akasema nyingine itakumalizia. Na uwezi kuacha kufanya hizo kazi kwa sababu ndizo zinakuingizia kipato, inabidi uendelee kufanya. Priska anasema basi niliendelea kuja katika nyumba hii na kufanya, na nilizidi kufurahia kufanya kazi kwenye nyumba hii. Siku moja aliniambia, unajua kupika? Nikamwambia ndio bosi, najua kupika. Akasema basi kuna chakula napenda unipikie. Napenda pilau wakati mwingine nikiwa niko nyumbani. Njoo siku ya Jumamosi, njoo uje ufanye usafi, lakini pia utanipikia hilo pilau. Nitakaporudi nikute hapa umeweka kwenye hotpot. Nikamwambia sawa. Akaniambia nakulipa kabisa pesa yako hiyo, na tutakuja tuzungumze, ikiwezekana tuwe tunalipana kwa mwezi, au unaonaje? Nikamwambia bosi, utakavyosema wewe ni sawa. Priska anasema nikarejea kwa bibi yangu, na mimi mara zote nimekuwa nikipiga story na bibi yangu kumueleza changamoto ninazokutana nazo kwenye majukumu yangu ya kazi na zile ambazo zinanibariki pia. Nimekuwa nikimueleza kuhusu huyu kijana anaitwa Michael, ni mtu mwenye moyo mzuri sana. Na istoshe kuna vitu ambavyo amekuwa vitumia, anasema kavitupe, mimi nimekuwa nikivichukua na kupeleka nyumbani. Kwa kweli nafurahia kufanya kazi kwa kaka Michael, ni mtu mzuri sana. Priska anasema nakumbuka ilifika siku ya Jumamosi, nami nilifika na kuanza kufanya usafi kama kawaida yangu, lakini kila kitu alichokuwa anataka kuandaliwa alikuwa amenunua vitu vinavyostahili. Nilipika pilau, nakumbuka siku hiyo, nikamtengenezea kachumbari pia, lakini pia kulikuwa na kuku ambao nikamtengeneza vizuri kabisa wa kumchoma. Mimi nimefundishwa kupika na bibi yangu vitu mbalimbali. Ni kweli tunatoka kwenye familia maskini, lakini haimaanishi kwamba hatujui kupika hata vitu vizuri. Tumekuwa tunajifunza. Kwa mfano kama kuku, bibi tunapokuwa tunatoka kule gengeni, akapata chochote akanunua vijikuku, hata nusu, hata paja, tunakuja tunamuandaa kwa ustadi, tunakula na bibi yangu, tunafurahia. Kwa hiyo nimemwandalia pia kuku hapa wa kuchoma mzuri sana. Basi nilipomaliza mimi niliondoka zangu kwa sababu kiasi cha pesa ambacho nilikuwa nadai kwa ajili ya kupika alikuwa amekwisha kunilipa siku ile. Priska anasema nikarudi zangu nyumbani. Nakumbuka mimi sina simu, ina maana nafuata zile ratiba ambazo wananielekeza. Priska anasema siku ile ambayo inapaswa nirejee, nikarejea,
Nimerudi nikakuta vile vyombo ambavyo alikula pilau viko vile vile, hajafanya chochote. Nikafika pale nikaanza kufanya usafi na siku hiyo alikuwepo. Nimekuwa nikijiuliza mambo mengi sana kuhusu huyo kaka Michael kwa sababu ana girlfriend wake. Najiuliza kwa nini mimi nakuja kufanya usafi na girlfriend wake yupo? Na mara kadhaa nimeona siku ambayo nachelewa sana kumaliza kufanya usafi, namuona kaka Michael pamoja na girlfriend wake wanaingia sebuleni, wanakaa wanaangalia TV, wanaenda jikoni, watatengeneza labda juisi, wataharibu vitu mule na huyo girlfriend wake. Nitarudi nitafanya usafi tena ndio nitaondoka. Sijui kwa nini girlfriend wake hata anashindwa kumpikia chakula ambacho mwenzake anakipenda. Na maana ni watu ambao wanapenda sana kula vyakula vya huko mjini. Siku hii nimefika, nakumbuka kaka Michael ndo tunaonana tangu nilipopika kile chakula. Akaniambia, yani hii ni ajabu sana. Yani mimi nataka nikuone, nataka tuongee, siwezi kukupata. Unaishi katika ulimwengu ambao sijui wewe unaishi ulimwengu gani. Unashindwa hata kuwa na simu. Unashindwa hata kuwa na simu. Nikanyamaza tu. Angalia sasa. Nyumba imekuwa chafu sana. Nataka uje ufanye usafi. Hakuna namna, yani mpaka nikungoje siku wewe ya ratiba ndo uje. Nikamwambia nisamehe boss. Nitajitahidi siku moja nitanunua simu. Akaniambia, kwani nini shida? Unashindwa kununua hata simu hii ya gharama ndogo? Nikatabasamu. Sikutaka kusema chochote. Akaniambia niambie nini changamoto? Wewe ni msichana, na kama ni msichana unastahili uwe na simu. Kwa nini una simu? Unafanyaje kazi zako? Wateja wako unawafikiaje? Mtu anaweza kana kuhitaji, ni rahisi anakupigia simu mpaka siku upite tena, au ujue huyu atakuwa sasa hivi ameshakusanya nguo zitakuwa chafu. Nikamwambia kaka Michael, huku nikimuita jina lake kaka Michael. Nikamwambia kaka Michael, natamani pia hivyo kwa sababu itanirahisishia pia kwenye shughuli zangu. Lakini mambo yamekuwa ni mengi. Mimi niko naishi na bibi yangu. Bibi yangu anasumbuliwa na maradhi. Na mimi pekee ndio naimtazama. Kwa hiyo kiasi cha pesa ambacho aga napata, mara nyingi nafikiria dawa za bibi. Na kiasi kingine ni kwa ajili ya chakula nyumbani. Labda ndo maana. Lakini naamini siku moja Mungu atanijalia tutapata simu. Akaniambia, pole. Very sorry Priska. Nisamehe sana. Nikamwambia hata usijali. Akasema, ulipika pilau uzuri sana. Pilau ni tamu sana. Yani ni pilau ajabu sana. Wewe ni mpishi mzuri sana. Ulishawahi kutamani siku moja umiliki mgawa wako, wapikie watu chakula kizuri kama hiki? Nikatabasamu tu nikamwambia sijawahi kuwaza. Mara nyingi tunapika tu nyumbani na bibi. Tunakula tunafurahia. Akasema, sasa umeniambia kitu kizuri. Mimi nitapenda wewe unanipikia chakula. Nitakulipa vizuri pia. Nikamwambia, kweli kaka Michael? Akasema, ndio. Nataka niweke ratiba zangu vizuri. Nataka kila weekend inayonikuta niko hapa mjini, nataka unanipikia. Nataka unipikie Jumamosi, Jumapili. Na ikiwezekana pia kama Ijumaa nakuwa na nafasi, nataka nile chakula hapa nyumbani. Sasa kumbuka majukumu yako yataongezeka. Hautaondoka mapema. Utaingia kufanya usafi, hizo siku za weekend utaondoka jioni. Sawa. Nikamwambia sawa. Akaniambia, na vipi kuhusu bibi nyumbani? Nikamwambia wala hakuna shida. Ninapoondoka huwa namwachia kila kitu na hana shida kwa sababu anajua niko kwenye kutafuta. Akasema, vizuri. Basi nitakulipa vizuri. Sawa. Nikamwambia asante boss. Kweli nakumbuka siku hii nilifanya usafi vizuri sana, na uwezi amini huyo kaka ana moyo mzuri sana kaka Michael. Ni kweli nastahili kulipwa kiasi ambacho amekuwa akinipa. Lakini siku hii alinipa shilingi 100,000. Nilishangaa. Nikamwambia, umeanza kunilipa yale malipo pia kupika? Akasema, hapana. Hii nimekupa, nataka uende ukanunue chakula kizuri kampikie bibi. Sawa? Kampikie bibi kuku kama yule ulinipikia mimi. Si ndio amekufundisha? Nikamwambia ndio.